Kwenye namna ya pili ni kwamba kwa sababu uandishi wa data pia unaenda katika matumizi ya data hata ndani ya chumba cha habari katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo katika nyanja ya pili ni kwamba AI saizi, especially AI driven data analytics, is data analytics ambazo sehemu kubwa karibu zote ni AI driven, zinasaidia sana katika kufanya maamuzi ndani ya chumba cha habari. Kwa namna gani? Kwanza jaribu kutafakari website ambayo inatembelewa na watu zaidi ya 100,000 hata 50,000 tu kwa siku. Ni watu wengi sana kwa mwezi. Hivyo sisi kama tuliopo kwenye vyombo vya habari au media executives, hata wahariri, hata waandishi, tunapenda pia kujua tabia za walaji wa content yetu na nini. Lakini kupitia AI powered hizi data analytics tools, utaona kwamba inarahisisha sana kuchambua, sababu hizi data zinakuwa ni nyingi sana Charles, lakini kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Kwa AI unakuta inakwambia kabisa, bwana, kwa nature ya habari yako hii watu wanasoma sekunde 20, sekunde ngapi. Kesho hata wewe mwenyewe unavyokuwa unaandaa habari yako, weza umeandika wewe au umeandika mashine, ni rahisi kuiambia mashine andika makala isiyozidi maneno 300. Why? Kwa sababu umegundua labda zaidi ya robo tatu ya wasomaji wako kwa mujibu wa hizo analytics wanasoma habari ya maneno yao, na wengine wanapenda deep analysis. Kwa hiyo ukiangalia tu kwenye hicho, kwanza tu kwenye namna ya kuwafahamu audience kupitia data analytics, utaona kabisa AI imekuwa ni msaada mkubwa sana. Na ndio maana hata wenzetu wenye big tech wanawekeza fedha nyingi huko ili kujua tabia zetu na waweze kuweka maudhui ambayo yanajibu majibu hayo ya lakini kitu kingine ambacho kinahusiana na data, ukiachana na issue ya tabia za walaji, tumeona kwamba kwenye ambayo inawezekana husiana hiyo, lakini hasa kwenye search engine optimization, hasa Kiswahili chake nini, wakina Imani wanafahamu, atatueleza Kiswahili chake sababu ni rafiki wa Bakita huko. Ukiangalia saizi tools nyingi ambazo zinatusupport kwa ajili ya search engine optimization, achana na general providers kama ni Google au nani ambao inabidi utumie kidogo muda mwingine mbinu za kivita, utaona wamehusisha akili mnemba unde hivyo kwenye kudetermine content yako au story yako itakavyotembea. Kwa ukiweka tu, kwa mfano hapa tunataka tuna baadhi ya tools tunatumia kwenye backend, kwa ukipachika tu story yako itachakata, itakwambia hii headline labda itaweka score kama hii 20% kumit standard za headline, ama hii story yako ni 60%. Kwa hiyo inawezekana isitembee sana, maana itakudiscourage. Sasa ukiangalia hayo yote ni matumizi ya data kwenye vyombo vya habari, lakini kwani katika nyanja tofauti tofauti na kwenye maeneo yote hayo utaona AI ina play role. Kwa hiyo kuanzia kwenye news gathering, kwa umechambua takwimu ili kupata story iliyojificha, kuja kwenye kuwafahamu audience ili distribute vizuri, lakini hata muda mwingine kwenye kuchakata, kwenye kuwasilisha hizi data. Infographics hizi kama umeona saizi ni rahisi tu kuiambia bana nitengenezee chart ikakupa infographics. Hata kama hauna wataalamu wengi, bado ukawa unaweza kuwahudumia wasikilizaji, watazamaji wako kwa kiwango kile cha ubora. Ila tu kama alivyosema wenzangu, angalizo ni kwamba hizi models